Ukitaka kufanikiwa, make sure unatafuta kundi la watu ambao utaboresha maisha yao. So sisi hapa tunaboresha maisha ya familia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata wasaidizi wazuri ambao watakwenda kufanyika baraka kwenye familia zao, kufanya yale majukumu yao vizuri, kushiriki katika malezi chanya ya watoto wao, kuhakikisha kwamba familia inakuwa na ustawi. Familia zinahitaji huo msaada. Alafu kwa upande mwingine kuna kundi la watu ambao wanahitaji kipato, wanahitaji pa kuanzia. Sasa ili upate pa kuanzia, boresha maisha ya watu wengine, na hiyo ndio njia ambayo mimi nimepita. Nilikwenda kufanya kazi kwenye familia za watu, kuboresha maisha yao, kuwasaidia, kuwa sehemu ya malezi bora ya watoto na familia, na hivyo ndivyo nilivyopata pa kuanzia, na leo hii nimeweza kuwa na cha kwangu, nimeweza kuwa na ofisi yangu, nimeweza kuwa na mimi sasa hivi sisemi hakuna ajira, sisemi hakuna kazi, sisemi serikali nisaidie, kwa sababu tuna watu wengi kwenye jamii yetu ambao wanahitaji misaada yetu, wanahitaji kuboreshiwa maisha yao. Kwa hiyo unatakiwa kuangalia katika capacity ulionayo, katika uwezo ulionao, unaweza kutoa msaada wapi. So kwa wewe ambaye una shida, unahitaji pa kuanzia, unahitaji upate mtaji, unahitaji kupata pesa na kukaribisha hapa kazi yetu. Tumetengeneza mazingira mazuri, tunamshukuru Mungu ametupa kibali cha kufanyika baraka, cha kufanyika daraja. Kwa hiyo hapa tuna kazi hizi za kuanzia maisha, hizi na sio ndogo, ni kazi nzuri sana za uhakika kabisa za kuanzia maisha kwa yeyote mwenye ndoto na malengo. Yoyote mwenye ndoto na malengo anafika, kwa sababu mimi nimefika. Na hata wakati naanza mambo ya kuwa mazuri kama sasa, angalau sisi sasa hivi tumejitahidi kutengeneza mazingira yamekuwa mazuri. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unajua kabisa unahitaji kipato na hakuna namna unaweza kupata zaidi ya kutumia nguvu zako, akili zako, njia za halali ili uweze kufanikiwa, tunakukaribisha. Naweka matangazo karibia kila siku, na posti matangazo yanayoelezea aina ya kazi tulizo nazo, kwa wale wanaosubiri zile specific kwamba ni kazi ya housekeeper, umesoma housekeeping au umesoma mapishi au ni mtu wa malezi au ni nursing, ni mtu ambaye umesoma masuala ya kuhudumia wagonjwa. Tuna hizo nafasi ambazo tunazitangaza, lakini pia ziko za supermarket. Baadhi ya wafanyabiashara wameanza kutuamini, wanatutumia kwa ajili ya kuwatafutia vijana wenye maadili mazuri, wachapakazi ambao wataweza kutoa huduma nzuri katika biashara zao na sio kwenda kuwa mchwa. Kwa bahati mbaya sana hiyo ndio experience ambayo vijana wengi ni mchwa, badala ya kufanyika badala ya kuzidisha wanaenda wanapunguza. Hiyo sasa tabia imewafanya wengi wanakuwa wanahangaika sana. Hautakaa kwenye biashara ya mtu, akishakushtukia tu wewe ni mdokozi, wewe sio mwaminifu, hukai. Na Mungu anakupa hiyo biashara ya mtu ili akuone, akupime uaminifu wako. Usipokuwa mwaminifu kwenye kitu cha mwenzako, Biblia inatuambia huwezi kupata cha kwako, huwezi. Nataka niwape siri ya kwa nini natumia sana neno la Mungu, kwa sababu kila anayehitaji mfanyakazi, awe ni wa dukani, kwenye biashara yake, nyumbani, popote pale, anahitaji quality ambazo ni za kimungu. Atakwambia nataka mtu mkweli, mwaminifu, mwadilifu, mchapakazi. Hizi ni sifa za Mungu. Ndio maana sisi tunaunganisha huu mradi wetu na neno la Mungu, yaani center yetu ni neno la Mungu. Hapo ndio tunapokutania. Ukija na tabia ambazo hazihusiani na neno la Mungu, unafeli mara moja sana. Na wengi wanaorudishwa ni hizo tabia ambazo za udokozi, za uongo, uvivu, yaani matabia ya aina hiyo. Kwa hiyo kama wewe ni mtu unayemwamini Mungu, kwanza una hofu ya Mungu. Namba 2, unafuatilia kanuni na sheria ambazo Mungu ameziweka katika mafanikio yako. Iwe ni kazi ya mtu unafanya, iwe ni biashara ya mtu unafanya, ukiwa na hizo quality na kuhakikishia unatoboa, sio kwa sababu mimi nasema, kwa sababu Mungu ameahidi na Mungu sio muongo. Kwa hiyo wale ambao mnafuatilia hizi fursa hapa kwetu, na wakumbusha tena, matangazo ndio hayo, tunayarudia tena na tena na tena, tunaendelea kuwawekea kwa wale ambao mnatafuta fursa, lakini kuna fursa nyingi tunazo ambazo hazipo kwenye hayo matangazo. Kwa mfano, watu wanaohitaji wafanyakazi kama traditional dada, smart dada, matangazo yake mengi hatuyaweki, mengi tunayo, yaani ni nafasi ambazo ziko nyingi. Kwa hiyo cha muhimu tu, kama unavyoona content zetu,
wale wanaokuja hapa tunawatrain, tunawapitisha kwenye yale ambayo ndio mabosi wanayoyataka, waajiri wanayoyataka kutoka kwenu, kutoka kwa mwajiri anayemtaka awe mwaminifu, awe mkweli, awe na upendo, awe na hofu ya Mungu, awe mchapa kazi. Ndio hayo mambo tunayowahubiria kila siku kwa ajili ya kuandaa ili muweze kwenda kufanikiwa. Lengo ni wewe ukafanikiwe, wewe ukafanikiwe. Imagine tunafanya haya yote ili kukuboreshea wewe maisha yako, kwa sababu tutakapofanikiwa kuboresha maisha yako, automatic na ya kwetu yatakuwa bora. Tunafanikiwa kwa kuboresha maisha ya watu wengine. Kila anayefanya biashara, wewe unauza huduma, unauza bidhaa, chochote unachokifanya, hicho kitu ni solution kwa mtu mwingine. Kwa hiyo unapoweza kumpa mwingine solution ya anachokitafuta, automatic atakulipa, automatic utafanikiwa na wewe. Kwa hiyo guys, karibuni sana, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kuhudumiana vizuri kwa kupendana, kwa kutumia ile amri kuu ambayo tulipewa ya upendo. Unapomhudumia mtu kwa upendo, maana yake huwezi kumfanyia ubaya, utamfanyia mambo ambayo yanaboresha maisha yake, and then you are good, utafanikiwa. Haya jamani, mimi nawakaribisha, karibuni. Kumbuka kutumia namba za simu, hicho ndio nilikuwa nimesahau. Huduma zetu namba za simu, sio comment, sio DM. Wengi mnaendelea kunisikiliza na mnaendelea kurudia makosa hayo hayo. Unatuma kwenye comment unataka kazi, unatuma kwenye DM unataka kazi. Jamani, tumia simu. Namba zetu za simu ziko bwerere kwenye matangazo yetu, zimejaa kwenye profile zangu, zimejaa, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe TikTok, kote kwenye profile kuna namba zetu. Hizo ndio namba rasmi za kupata huduma kwetu. Iwe unataka dada, unataka mfanyakazi, unataka kazi, tumia namba za simu kutupata. Why nasema hivyo? Kwa sababu wewe unaniona hapa na unataka uniulize, lakini mimi na kazi nyingi. Nikitoka hapa naenda kuhangaika na mambo mengine. Kuna watu wenye kitengo chao ambao wao wamekaa na simu muda wote, wanakusubiria wewe upige simu uulize huduma unazotaka, au hata utume message. Kama unapiga simu unaona iko busy, basi acha ujumbe, wao watakupigia. Huwezi kuamini, utapigiwa simu hata kama itapita muda au siku labda, kwa sababu na siku nyingine tuko off, kuna siku nyingine tuna mambo mengi. Kama Jumamosi tutakuwa na workshop, hiyo siku nzima ukipiga simu huwezi kutupata kwa sababu tumefocus kwenye event. Lakini tutakuja, ukiacha ujumbe, hata kama ni kesho yake, tutakuja tutakupigia simu, tutajua ulikuwa unahitaji huduma gani, au kama umesema kabisa nahitaji kazi au nahitaji mfanyakazi, tutakupigia simu na kuanza sasa kukupa utaratibu zetu. Okay? Karibuni sana, tuboresheane maisha. Tuko hapa kuboresha maisha yako. Na tukifanikiwa kuboresha maisha yako, ya kwetu automatic yataboreka.